As we always, kila Jumapili lazima tuna interview na leo tuko na Mr. NIT na ningependa kumpa nafasi. Kwanza karibu sana Fashionista. Thank you for giving us your time. Na tungependa kwanza kujitambulisha kwa majina yako. Lakini pia unafanya nini kwa Mtanzania ambaye kufahamu aanze kujua. Okay, kwa majina naitwa Nasoro Juma Maganga. Nasoma NIT Bachelor Degree in Road and Railway Transport Logistic Management. Na pia najishughulisha na biashara, nauza nguo na pia nauza vifaa vya umeme. Ongea kwanza kwa Mr. NIT. Ningependa kwanza kujua kabisa ulijisikiaje ile nafasi ya wewe kupewa hilo taji la kuwa Mr. NIT? Kwa hakika nilijisikia furaha sana na nikajisikia mwenye nguvu na matumaini ya kufanya vitu vikubwa zaidi mbeleni. Na ni kitu gani ambacho kimekuhamasisha sana kilikufanya ukaenda kushiriki Mr. NIT? Sababu kila mtu anakuwa na ile kiu ya kufanya kitu, lazima uwe umesukumwa na kitu fulani. Kitu gani kilikusukuma? Kwanza kabisa ndugu zangu wa karibu wamenihamasisha kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu nilikuwa tunajishughulisha na biashara zangu na masuala ya kimasomo. Wakaniambia bwana, muda umefika wa kufanya ili swala, kwa sababu posti zilikuwa nyingi sana. Wakanichukulia fomu. Sina jinsi, kwa namna walivyonichukulia fomu nikaenda kuwasilisha kule kwa viongozi. Tamati yake tukaingia katika kinyang'anyiro mpaka tamati yake tukamaliza, tukafanikisha jambo letu. Na kila safari ni changamoto, kila njia ni changamoto. Kwa changamoto zako ambazo unakutana nazo wewe wakati unaanza safari yako ya kushiriki mpaka kushinda Mr. NIT? Changamoto ni nyingi. Kwanza kabisa ilikuwa muda, kwa sababu nilikuwa sijajipanga kufanya tukio hili. Sasa namna ya kupata mavazi ya ubunifu na mavazi ya suti na nguo zingine ilikuwa changamoto kubwa sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akajalia tukapata, changamoto zikaisha hapo hapo. Kwa changamoto kubwa ilikuwa ni ile kutokuwa na, yani ulikuwa ni ghafla kwa sababu ulikuwa msukumo na ghafla kwako. Kwa hiyo ilikuwa ni moja hapo utayari wa mindset kwa kwamba niko tayari. Sahihi. Na ni wakati gani kwenye mashindano toka umeanza mpaka unafika kushinda, ni muda gani ulijiona kabisa hili taji nalichukua? Muda tu pale nilipopata mavazi ya ubunifu, kwa sababu nilipopata ubunifu kwa ndugu zangu walivyoniambia, nikasema hili taji lazima tulichukue. Umesema mbali na masomo unasoma? Nasoma. Mbali na masomo umesema unajishughulisha na biashara. Tuelezee kwa upande wangu, ulianza lini? Kitu gani kufanya biashara yangu? Kwa hakika mimi napenda fashion. Nilipomaliza form 4 nikaanza kujishughulisha na uuzaji wa nguo. Nikaanza kuuza nguo nyumbani kwa watu. Pia nilipofika chuo mwaka wa kwanza nikaona si vizuri kukaa bila kufanya shughuli yoyote, kwa sababu muda mwingi tunautumia chuo. Nikafungua ofisi yangu ya nguo, nikaanza kuuza nguo tofauti. Kwa mfano palazzo jeans, boyfriend jeans, cargo pants na nguo zingine kwa wanafunzi wenzangu. So kwenye mafanikio ya kila kijana au kwenye mwanzo wa mafanikio ya kila kijana lazima kuna mtu anamsukuma, either ni mtu wa familia wa karibu au hata ni mtu ambaye unamwona kwa mbali as inspiration. Wewe ni nani unahisi kwenye maisha yako ana msukumo mkubwa sana? Kwenye maisha yangu mimi mwenyewe binafsi nina msukumo, kwa sababu nilikuwa najiamini, naweza kufanya na pia najiheshimu. Kwa hiyo msukumo umetoka ndani ya mimi. Kwa hiyo ndani ya mimi ndio maamuzi makubwa ya kufanya vitu kwa ufanisi na kwa ufasaha ndio ulipoanzia. Na kwa sababu ushashinda taji la Mr. NIT, ni unahisi ni sifa gani za muhimu ambazo mtu inabidi awe nazo ili aweze kupata nafasi kubwa kwenye mashindano haya? Kwanza kabisa awe na nidhamu. Cha pili, ukiachana na nidhamu, kujiamini. Cha tatu, lazima awe mtu mwenye matumaini, kwa maana ya kwamba kuna kukosa na kupata. Kwa hiyo lazima ujiamini kwamba unaweza. Cha pili kama nilivyosema, na cha tatu uwe unaweza kujitoa kwa kila kitu. Hilo ni swala muhimu sana. Na umejipangaje kama Mr. NIT kuhamasisha wanafunzi wenzako especially kwenye chuo ambacho umetoka wewe au vyo vingine when it comes kwenye platform kama hizo au kwenye nafasi nyingine ambazo zinatokea ambazo vijana wanatakiwa wanajitokeza kuchukua hizo nafasi?
Kwa jamii, ndugu zangu wa karibu, wanafunzi na watu wote, nawahamasisha kwamba wawe na utulivu wa moyo, cha kwanza, na pili wajitume. Cha tatu pia wasikate tamaa, kwa sababu ukataji tamaa ni kitu ambacho kibaya sana, kifai kwa mwanadamu yoyote. Ni vitu hivyo vikubwa zaidi. Okay. Na toka umeshinda au baada ya kushinda, una matarajio gani makubwa ambayo unataka kuyafanya, au na mipango gani mikubwa ambayo unataka kufanya, au mipango hata midogo ambayo unatarajia kuifanya ambayo itakusaidia wewe au itasaidia na vijana wengine? Kwanza kabisa, kwa platform hii ya UMISTA, kutoa elimu kwa jamii. Kwa sababu elimu ni kitu kikubwa sana. Mfano, elimu ya afya. Nitajitahidi sana kuelimisha watu wajipende wa wenyewe, self love, wajali afya zao kwa kula vyakula ambavyo vya afya, kuacha junk foods. Sasa hivi jamii imekuwa na tatizo kubwa sana la ulaji wa vyakula, processed foods, junk foods. Hivyo nitaweza zaidi kuwaimarisha waweze kula vyakula vizuri na vya afya, kwa sababu afya bora ndio kila kitu, ndio nguvu, ndio mpaka tufanye mimi naye tunazungumza. Na pia swala la mazoezi. Mazoezi ni swala la muhimu sana katika maisha. Kwa hiyo jamii inabidi sana izingatie afya zao na pia waweze kufanya mazoezi. Kwa sababu mazoezi ni muhimu sana. Hivyo tu. Okay. Na wewe kwa upande wako wewe, kwa mfano kama kijana yuko nyumbani, umeongea swala la mazoezi, unamshauri nini kijana wa kawaida as a normal day, yeye ratiba yake ili aweze kuwa na healthy unayoongelea wewe, inabidi ale nini au afanye nini kwa wiki, au ni mazoezi ya gym mara ngapi kwa wiki ili aweze kumaintain hiyo? Swala la mazoezi si gym peke yake. Mazoezi unaweza kufanya nyumbani, ukaamka asubuhi, mtu yoyote, ukarukaruka, ukapiga push up na ukafanya mazoezi yale ambayo unaona unayaweza. Kwa sababu kuna nadharia mazoezi lazima uwe na pesa, wanasema, ambayo ni nadharia potofu. Kwamba mazoezi kutembea, kuna watu sasa hivi hata kutembea tabu, wametoka katika majumba yao, wameingia katika magari moto, wakifika ofisini wamekaa luxury life. Sasa si vizuri, kwa sababu unajaribu wewe mwenyewe. Hivyo basi mazoezi unaweza kufanya nyumbani kwanza, kwa sababu wote ambao wanafanya mazoezi hawajaanzia gym. Mazoezi yao wameanza nyumbani, asubuhi unaamka, piga push up, ruka kamba na vinginevyo. Ukishajiona sasa upo competence kwenye mazoezi, ndipo hapo na sasa hivi nimelevel up, wacha niende gym. Okay. Sawa kabisa. Una mpango wa kuendeleza kwenye fani mbalimbali tofauti, kama uigizaji labda au wana mitindo? Kwa hakika fursa zote mimi naweza nikaziendea, uigizaji, wana mitindo na zingine. Ni kitu gani ambacho nahisi watu wengi huwa hawakijui kuhusu wewe, unatamani wakifahamu alafu hawakifahamu? Kwanza kabisa, mimi ni mtu mchangamfu, nawapenda watu, napenda kuzungumza maneno mazuri, napenda ukaribu, napenda kila kitu ambacho mwenzangu anakipenda, basi na mimi napenda. Okay. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye unawakilisha wanafunzi wa NIT, ukapata nafasi ya kuongea dakika moja na wanafunzi wa NIT, unapenda kuambia nini? What's the most important part ambayo unatamani kuishare na wanafunzi wa NIT, unatamani kuishare na unaweza kuishare sasa hivi? Kwanza kabisa, wanafunzi wa NIT nafurahi kuwa nao karibu, pia napenda kushare nao kutokata tamaa. Kutokata tamaa ni swala la muhimu sana, na pia kujiheshimu. Kujiheshimu ni swala ambalo linahitajika, na chengine kabisa kuwa na nidhamu. Kila kitu nidhamu. Vitu hivyo ni vya muhimu sana kwa mwanafunzi yeyote, si NIT peke yake. Mwanafunzi yeyote duniani ni swala la muhimu sana vitu hivyo. Okay. Na ni ushauri gani pia unampa kijana ambaye yuko mtaani ana ndoto zake, anatamani kufika sehemu ambayo anatamani kufika? Unampa moyo gani au unampa motivation gani yeye kufanya amke, labda aanze kufanya ndoto zake au aendelee kukimbiza ndoto zake, kama unafanya unakimbiza ndoto zako wewe? Kwanza kabisa aanze leo. Okay. Aanze leo, kwa sababu unapoanza leo ndio muhimu zaidi. Wengine wanakaa nyumbani wanasema kwamba hawawezi.
hawawezi kwa sababu hawajathubutu. Hivyo wathubutu ndoto zao, wanaweza kuzifikia vizuri zaidi. Okay. Kwenye nguo ya ubunifu, kama ulivyosema ulishinda nguo ya ubunifu, right? Ukasema ulivyoona tu umepewa taji ukajua hapa naweza nikaondoka na taji la Mr. NIT. Nataka kujua idea ya nguo yako ya ubunifu kwanza kabisa ilitokea wapi? Na nani alikupa hiyo idea? Wewe uliitoa wapi hiyo idea? Kwa sababu tunaona ulitembea na nyoka. Yes, so tungependa kujua exactly idea yako ilitokea wapi. Kwanza kabisa ndugu zangu wa karibu, kwa sababu mimi nipo na watu, napenda kukaa na watu, kushirikiana na watu. Kwa hiyo tukachekecha ili mradi tuweze kushinda taji hili. Tukabuni nguo nyingi, lakini sasa kwenye kubuni nguo nyingi tukasema lazima tupate cha ziada. Tutakipataje cha ziada? Hapo ndo swala lilipoanzia. Basi tukachekecha, nikapiga simu kwa sababu mimi ni Mnyamwezi kwetu Tabora. Nikapiga simu kwa baba, bwana baba, nina swala langu la kugombea taji la Mr. NIT, zinahitajika nguo za ubunifu. Akaniambia nguo za ubunifu? Huku kuna chatu. Nikashtuka. Okay, nikambasi na muhitaji. Akamtuma yule chatu, akaja mpaka huku. Alikuwa anatisha. Lakini tamati yake tukaweza kufanya naye mazoezi. Alitumia kwenye usafiri gani? Alitumia train. Kwa sababu show ilibidi iwe Jumapili. Alipofika pale siku ya tukio tukaweza kumbeba na ndugu zangu karibu. Basi ikawa ni vizuri na tukaweza kufanikisha jambo letu. Haukuwa na hofu labda stejini, haukuwa na ile panic attack ambayo, kwa sababu kutembea na chatu is not a simple thing. Kwa hiyo haukupata ile yani like kitu gani ambacho kilikufanya wewe ukabaki kwenye ule msimamo wako kwamba I have to do my show, nifanye kazi hii show nayo hii final ambayo nimeianza niimalize sahihi. Kitu gani ambacho kaka nakufanya unafikiria okay, let me concentrate? Ujasiri. Ujasiri. Kwenye upande wa wanamitindo, umeshawahi kutembea kwenye majukwaa ya mitindo au umeshawahi kufanya matangazo ya products fulani au vitu fulani? Niliwahi kutembea katika shindano la inter university competitions. Tulitembea kwa chuo na tukabahatika tukashinda. Kwenye mazungumzo yetu tuliongea, sijaona ukiemphasize sana modeling. At this point nimeona ndio umeiongelea, lakini haujaongelea kwa ukubwa kama biashara yako, lakini pia inakuwa Mr. NIT. Na tunaona pia asilimia kubwa ya entertainment industry ya Tanzania inawekeza sana kwenye mambo sasa hivi ya modeling, urembo na nini, wanawekeza sana. Unahisi ni kitu gani cha msingi ambacho kinatakiwa kisingatiwe sana ili industry iendelee? Kwanza kabisa I'm free model. Sina management, sina mtu, na nilikuwa tunafanya biashara zangu za kawaida. Ila tu mfumo wa maisha umenifanya nifikie hapa nilipo. Kwa hiyo kwenye masuala ya modeling sijui kwa undani zaidi. Wakilishi wa Mr. NIT, unawakilisha wanafunzi wa NIT. Mchango wako mkubwa kutoka kwa wanafunzi kupitia kwenye serikali ya chuo ni ipi kuhakikisha kwamba changamoto ambazo wanazipata wanafunzi zinafika exactly za watakofika? Kwanza kuwasikiliza wenye changamoto, lazima tujue wana changamoto gani. Kwa sababu kuna steps za kutatua matatizo. Initiating problems. Kwanza I have to initiate, nijue matatizo gani ambayo wanayakumba. Kwa mfano wanafunzi wengi wanakumbwa na matatizo ya kutokuwa na ajira. Na nitafuata zile steps za kutatua matatizo ili mradi tuweze kuwafikisha katika ngazi. Kwa hiyo watapoleta matatizo yao ndipo ambapo nitawapelekea viongozi wangu na kuyasolve. Matatizo ni mengi sana. Na kwenye upande wa wewe ni mwanafunzi, umesema unafanya biashara, lakini pia kuna maisha ya kawaida ambayo hapa na pale kama kijana. Una balance vipi ule muda wako wa kuendelea darasani kusoma, muda wako wa kufanya mambo mengine ya biashara na kufanya mambo mengine ambayo ni personal kwako? Kwanza kabisa elimu yetu ya huku inatupa muda. Hatuendi muda wote kama chekechea kuanzia asubuhi mpaka saa 12 chuoni. Kuna vipindi, kuna session. Zile session ambazo zipo wazi ndizo session ambazo nafanya mambo yangu binafsi. Kwa mfano ratiba saa 2 mpaka saa 4 hivi au saa 5 ndio kipindi kinaisha. Hapa katikati kuna muda. Kwa hiyo ule muda unaopatikana ndio ambao nafanya shughuli zangu zingine za kijamii, biashara, na muda wa jioni naenda mazoezini, kwa sababu muda wa jioni ndio lokupo
kuna vipindi aswaso kwenye kozi yangu naosoma mimi. Ndio muda ambao nafanya mambo yangu ya mazoezi. Okay. Kwenye urembo, kwenye upande wa wasichana una categorize kwenye pieces mbalimbali. Kwa mfano kwenye finali wata concentrate kwenye swimsuit, wata concentrate kwenye nguo ya ubunifu, wata concentrate kwenye evening dress na kujibu maswali ili waweze kupata top 5, then wataenda kupata mshindi. Kwenye upande wa pageants za kiume ni utaratibu huo unafanyika au ni utaratibu tofauti? Utaratibu huo. Okay. Kwa ni nguo ya beach wear, and then ubunifu, and then nguo ya kumalizia usiku, and then maswali, and then unapata hivyo. Okay. Kwa kumalizia kabisa, kama una jambo lolote la kuambia vijana, serikali, watu au wanaofuatilia your own fans, lakini pia kwa watu ambao hawajui handle yako ya Instagram, how to get to you, wanataka kufanya kazi na wewe pia, I think it's a good time uambie wewe accessibility yako ni ipi. Okay. Awali yote naitwa Nasoro Juma Maganga. Instagram yangu Msafi Naso, na pia natumia Facebook Msafi Naso, TikTok Msafi Naso. Napenda kutoa shukrani zangu kwa dhati kwa mama yangu mzazi Pili Nasori Uguya. Ni mtu wa kwanza sana ambaye ameniambia naweza, na pia natoa shukrani zangu kwa ndugu yangu Abubakari Bu Unlocker. Ni mtu ambaye ametoa mchango mkubwa sana kulifikia jambo hili. Alikuwa ana support katika kila hatua yangu, pamoja na ndugu yangu Tefa. That's all. So tumefikia mwisho wa interview. We would like to say thank you wana Fashionista kwa kutupa muda wako. We've learned a lot. And kwa watazamaji, we are going for a short break. Tukirudi tunaenda Fashionista on site. So usiondoke kwa sababu pia tumewaandalia something different Jumapili hii. So stay tuned. Fashionista. So kwenye Fashionista on site wiki hii tumewaandalia event ambayo imefanyika mwishoni mwa wiki hii, inaitwa Church Fashion Show, ambayo ni event iliyofanyika mwishoni mwa wiki hii inayohusisha nguo au mionekano ya nguo ambazo zinastahili kuvalika kwa wale watu ambao ni Wakristo au walokole au wanaoingia kanisani. Yaani ni fashion show ya watu ambao wanavaa nguo za kujistiri na kwa ajili ya kuingia kanisani. So tungependa uiangalie hiyo ili uanze kujifunza, kwa sababu asilimia kubwa ya watu, I know we all know, tumejifunza kuvaa nguo stara tukiwa tunaenda kanisani au msikitini. So it's good kuona kuna shows kama hizi zinakuwa portrayed ili kuweza kuwakumbusha wananchi kwamba okay, you know what, still kwa Mungu tunataka tuonekane fashionable, lakini pia fashionable with more respect on his name. So yes, tunataka tuwaonyeshe kidogo recap ya hiyo event ambayo ilifanyika mwishoni mwa wiki hii, and then utaambia kwenye comment section yako wewe unaonaje. Je, una style zako ambazo wewe unazipenda, utuorodheshie hapo chini tuweze kuzichambua next Jumapili, au unazipenda hizo style ambazo ziko hapo kwenye fashion show ambayo imefanyika, Church Fashion Show. Tukaangalia short video, and then when we're back tutaongea mawili matatu. Fashionista. Kwa mikono yao wenyewe, kwa akili zao wenyewe. Makofi tafadhali kwao. Oh yes. Makofi yale kwa beach wear, designed by T African Boutique.
Fashionista. So haya ndio machache ambayo tumeandalia Jumapili ya leo kwenye Fashionista. Usiache kutufuatilia every Sunday saa 1 kamili mpaka saa 2 kamili hapa ST Bongo kwenye channel yetu ya 161 Antena na 401 Dish, na bila kusahau kutufollow kwenye social media zetu za ST Bongo. Andika ST Bongo Instagram, andika ST Bongo TikTok na social media nyingine zote, and then to follow ili uweze kupata updates mbalimbali za fashion, mitindo, uchumi, siasa na mingine kama sports. Ili uweze kutuandikia comment pia pale chini na kutuambia unatamani kumuona nani au kuongelea maana gani next Sunday. So yes, bila kusahau kuna mimi your host Moton Paul and my production team hapo nyuma. Thank you.